Na China imekabidhi meli mbili mpya za kusafirisha gesi asilia iliyoyeyushwa zenye urefu wa mita 1174 zikiwa kizazi cha 5 cha meli za aina hiyo. Zimeundwa na kujengwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa, zikiwa na mifumo ya kupunguza utoaji wa gesi ya kaboni na kuongeza ufanisi wa nishati. Hatua hii inamaanisha maendeleo makubwa ya nchi katika ujenzi wa meli zisizochafua mazingira na kukuza ushindani wake wa kimataifa katika sekta ya baharini. Maelezo zaidi katika makala ya Ifahamu China. Meli hizo zimefanikiwa kuwa na uhuru kamili katika teknolojia kuu, kuongeza kwa kiasi kikubwa sehemu ya vifaa vinavyozalishwa nchini na kuboresha kwa kiwango kikubwa utendaji wa jumla, zikifikia viwango vya juu vya kimataifa. Tumeiwekea meli hii mfumo wa kwanza duniani wa kurejesha upya gesi iliyoyeyuka na mfumo wa kitaifa wa mzunguko wa gesi ya moshi ambao unaweza kupunguza kwa ufanisi utoaji wa dioksidi kaboni wakati wa safari na kuongeza kwa kiasi kikubwa ufanisi wa nishati. Meli hii pia imewekewa mfumo wa kuzuia migongano unaoongeza usalama na uimara wakati wa safari. Kampuni hiyo kwa sasa ina zaidi ya maagizo 50 ya meli za LNG, huku 24 zikiwa katika hatua ya ujenzi. Inatarajiwa kukabidhi meli kubwa 11 za gesi asilia mwaka huu, ikiweka rekodi mpya ya kitaifa kwa idadi ya meli zinazokabidhiwa kwa mwaka. Kufikia Juni 2025, maagizo mapya ya meli za kijani za China yalichukua 68.8% ya sehemu ya soko la dunia, huku faida ya sekta ya ujenzi wa meli ikifikia 9.71%, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi katika karibu mwongo mmoja. Hii inaendana na juhudi za kitaifa za kuboresha viwanda muhimu na kuimarisha ushindani wa kimataifa katika sekta kama vile ujenzi wa meli na utengenezaji wa hali ya juu. Chama cha kitaifa cha sekta ya ujenzi wa meli cha China kilibainisha kuwa miaka 5 ijayo itakuwa muhimu kwa sekta ya ujenzi wa meli nchini katika kukabiliana na mabadiliko ya kijani duniani ya sekta ya baharini, kupanua faida za kiviwanda na kufikia maendeleo ya ubora wa juu. China kwa sasa ndio nchi pekee duniani yenye uwezo wa kutengeneza bidhaa zote za baharini zinazokidhi mahitaji yote ya sekta hii. Maendeleo makubwa tuliyopata katika ujenzi wa meli za kijani yanahusiana kwa karibu na uanzishwaji wa mnyororo wa usambazaji wa kijani wa kimataifa. Tumeendelea kushikilia ujumuishaji wa kimataifa kupitia ubunifu wa kiteknolojia, huku tukiimarisha uwezo wetu wa viwanda kila mara.